Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Nitoe wito kwa wadau wote wa sekta ya maji kutambua kwamba hakuna sekta, hakuna idara, hakuna taasisi ambao maji si muhimu kwake. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye maji si muhimu kwake. Kwa hiyo natoa wito kwa wizara zote, taasisi zote za serikali, taasisi za umma kujenga mtandao wa ushirikiano katika kuzikabili, kuzitatua na kuzirekebisha changamoto za maji, ili mwisho wa siku dhamira ya rais wetu ya kuwa na nchi ambayo imeondokana na changamoto za ukosefu wa maji safi na salama iweze kufanikiwa. Lakini vile vile dhamira ya kulinda vyanzo vya maji. Tumetaja mito mikubwa, maziwa makubwa matatu kwa ajili ya kupata maji safi na salama kwenye nchi yetu katika mfumo wa gridi ya maji. Maziwa yale yote yanapokea maji yake kutoka kwenye mito mbalimbali inayoingiza maji kwenye maziwa yale. Mito ile ikikauka, maana yake ni kwamba maziwa yale hayatakuwa na maji. Tutafanya kosa la kijinga sana kama tutaelekeza nguvu zetu katika kupata tu maji kutoka kwenye maziwa haya makubwa matatu bila kulinda vyanzo vinavyoingiza maji kwenye maziwa hayo. Kwa nitoe wito kwa wadau wote wa maendeleo kuona kwamba tuna wajibu wa kipekee wa kuvilinda vyanzo vya maji katika nchi yetu, ili mpango wa serikali, mpango wa rais wetu wa kuondoa changamoto la maji uweze kufanikiwa, lakini vile vile ili tuweze kurithisha kizazi kijacho nchi inayofaa kuishi. Tuweze kurithisha kizazi kijacho nchi inayofaa kuishi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.